Ujambo mpenzi mtazamaji, na karibu katika mahojiano maalum. Nitafanya mahojiano na Mheshimiwa Francine Muyumba. Huyu ni mwanasiasa mashuhuri kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutazungumza naye kuhusu makubaliano ya amani ambayo yalitiwa saini kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda jijini Washington nchini Marekani, chini ya usimamizi wa Rais wa Marekani Donald Trump. Mheshimiwa, ujambo na karibu kwenye mahojiano. Asante. Naam, jana tumeshuhudia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiitia saini makubaliano ya amani na Rwanda kuhusu kusitisha machafuko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa ikizingatiwa kwamba Rwanda imekuwa ikishtumiwa kuwasaidia waasi wa M23 ambao wanaendesha shughuli zao za kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mchakato huu ulisimamiwa na Rais wa Marekani Donald Trump, lakini pia walikuwepo marais mbalimbali kutoka katika bara la Afrika ambao walishuhudia kama vile mashahidi katika mchakato wa kutia sahihi makubaliano ya amani. Ningetaka tutafune na wewe mawili matatu. Wewe ni kutoka kambi ya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pengine umepokeaje makubaliano hayo au kutiwa saini huko kwa makubaliano ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda huko Marekani? Asante sana. Kwa kwanza, umejua ya kwamba amani ni kitu ambaye mtu yoyote anahitaji, na wakongomani wote wanahitaji amani. Nafasi watu wanazungumzia amani, kila mtu wote ataweza akafurahi, lakini hiyo mazungumzo inabidi kuwe mazungumzo ya ukweli, na mazungumzo ambaye kila mtu yoyote ambaye yuko kwa hiyo mazungumzo akuwe na ukweli, kwa sababu wakongomani wanahitaji amani. Ndiyo. Na hiyo amani iko juu ya siasa, iko juu ya mipango individuals za watu, kwa sababu nchi yetu ni ya muhimu kushinda hata siasa ambayo tunayofanya. Basi tutasema nini? Sio ya kwanza Kongo ina sinye hiyo maakord. Na mimi nawaza kama imani yetu yote hatuwezi tukaitia kwenye makaratasi. Lakini tuitie kwa kuona namna gani tutaweza tukatafuta umoja ndani ya wakongomani wote, kuzungumzia mambo ambayo yanaangalia nchi, mambo ambayo imetuma watu hawasikilizani, kwa sababu naamini ya kwamba hakuna mtu yoyote atakuja kupatia wakongomani amani kushinda wakongomani wenyewe. Na mimi nawaza kama ni vizuri kuzungumzia amani, mambo ambayo yalipitikana Marekani si mbaya, lakini umo ndani hamna ukweli. Hamna ukweli, kwa sababu hata ukiangalia watu ambao walikuwa wakizungumzia amani, ukiwaangalia unaona tu kama hakuna uhusiano ndani ya hao watu, hata mkono wa kupana. Unaposema umo ndani hamna ukweli, unamaanisha kitu gani? Umejua kama ya kwanza walikutana hapo Washington. Ndio. Ilikuwa mwezi wa 6. Na hiyo mwezi wa 6 wakasinye hiyo inaitwa accord de paix. Ministre wa Kongo ambaye anahusu na mambo ya nje, ndio, vile vile na waziri wa Rwanda ambaye anahusu na mambo ya nje. Ndio. Sasa wale ndio ambaye walirepresente hiyo nchi mbili. Ndio. Sasa kufatana
na constitution yetu ya Kongo, wakati wanasinye ile makori ya amani kwenye article 214, inabidi parliament izungumzie, parliament iangalie kama mambo ambayo serikali inaenda ingiza nchi ndani ni mambo ambayo haiwezi kaletea nchi tatizo kesho. Wakati walitoka Washington, Rwanda ilikuja, serikali ya Rwanda ikaenda parliament, wakaratifie, gisi tunasema kwa Kiswahili ya Kongo, wale kwa Kifaransa, hiyo accord. Inamaanisha accord ya namna hiyo inabidi wananchi wajue kitu gani ambapo government inaingiza ndani nchi. Sasa parliament ya Kongo haikuwamo ndani. Wakati Rwanda alirudia na hiyo accord kwao, walienda wakairatifie. Lakini kwa nini Kongo haikupeleka hiyo accord ku parlement? Na unadhani kutokushirikishwa kwa bunge pengine kunaweza kuwa na athari zozote za kisiasa kuhusiana na mkataba huo? Nawazia ndio. Siasa ina mambo mengi. Kwa sababu hata ukiangalia ndani ya hicho kitu kwa namna gani, hakuna hiyo ambaye tunaita, kuna hiyo méfiance jinsi tunasema mkifaransa, kwa sababu Kongo inabidi ioneshe kama commitment. Kwa nini wakupeleka kwenye bunge? Muda tunapoongea sasa hivi, nimetaka niongee kama mtu ambaye kama wanasema juridique mkifaransa. Maana yake Kongo sasa hivi juridiquement, kama tunaongea mkiswahili kwa sababu nataka wakongomani wasikie, kisheria Kongo sasa hivi kisheria hiyo accord haipo. Kisheria haipo kwa sababu Kongo ataweza kamka leo amesema okay, kwa sababu wataweza kamka wamesema okay, tumeipatia parliament. Kama Kongo ameshinda kuimplement, wataweza kutumia siasa na wamesema sasa tumeipatia wabunge basi, na wameenda wamereject. Hiyo ndio strategy, lakini mbaya kwa ajili ya nchi, na imetuma diplomatically wengine wastilie Kongo trust ile ambayo inapostahili. Yani inabidi kufanya vitu, na tumejua kama tuna constitution ambayo tunabidi to respect, na tuone namna gani watu wote watakuwa implicated. Sasa wakongomani wapo wapi mwa hiyo accord? Wakongomani wapo wapi? Wakongomani wangapi walikuwa implicated kwa hiyo accord? Kwa hiyo kwa maoni yako, pengine unadhani ni kitu gani ambacho labda kingefanyika kabla ya yote ili kuhakikisha kwamba mchakato huu wa makubaliano ya amani unafuata njia sahihi, kwa maoni yako? Sawa. Mimi nilikuwa mbunge. Ndio. Na nilitumikia siku nyingi parliament ya Kongo. Bila shaka. Na nilikuwa nikiongoza
commission ya foreign affairs inahusu na mambo ya nje. Na kila wakati nilikuwa nikitumika na government pia vile vile na waziri anahusu na mambo ya nje. Kisheria ilibidi wakati walisinye hiyo accord Washington, government ipeleke bunge kutafuta hiyo wanaitwa loi d'autorisation de ratification. Yani ilibidi wabunge, wananchi kupitia wabunge waruhusu marekebisho. Sasa hiyo Kongo kuifanya. Unajua kinachohitajika kwa sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aswa katika sehemu ya mashariki, ni amani. Wananchi wanateseka sana, wanahitaji amani. Na pengine baadhi ya wakongomani, aswa wale ambao wanapitia wakati mgumu kwenye swala nzima la kiusalama, wanasapoti kile ambacho kimefanywa jana kati ya DRC na serikali ya Rwanda. Wewe ni kutoka kambi ya upinzani na chama chenu kinashutumiwa kuhusiana na M23 katika kuyumbisha usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mbinu gani ambazo mmezifanya kusaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhakikisha amani inarejea mashariki mwa DRC? Serikali ndo inaitwa responsibility ya kupatia wakongomani wote amani, kwa sababu ni wao ambaye wana decisions zote mikononi mwao. Sisi tunaangalia pia nini ambaye serikali yafanyi vizuri, kwa sababu sisi tupo hapa kupigia serikali mikono. Sisi tupo hapa pia kuangalia hiyo interest ya nchi na kuona namna gani vitu vitaendelea mzuri na watu wapate amani, kwa sababu power, wala ile tunaita mkifaransa pouvoir, inapitaka, lakini nchi inabaki. Ndiyo kwa maana wakati unaongoza nchi inabidi uangalie sana hiyo inaitwa interest ya nchi. Mimi niko Mkristo, na Mkristo naamini ya kwamba vyote ni vya kupita. Hata power inapita pia. Mateso ya watu inabidi iguse wale ambaye wanaongoza, kwa sababu vitu vya dunia vinapita. Vitu vya dunia vinapita. Watu wetu wanalia sana. Mateso inapita. Na ni kwa sababu hii vita sana sana inapitia ngambo ya Est. Unaona saa zingine Kinshasa watu wanawaza kama mambo ya East haiwahusu. Hiyo shida ambayo watu wetu wa East wanaendelea kupata ingelikuwa Kinshasa kama vitu vilishakaisha zamani. Lakini mimi naamini ya kwamba ni umoja wa Kongomani ndio itasaidia Kongo. Na bila umoja tutaendelea kuhangaika. Nchi yetu ina kila kitu. Na kama leo naona Marekani inakuja, nizidi zaidi pia kwa ajili ya mali zetu. Sasa kwa hii muda
Wakongomani wana lazima sana ya amani kushinda vitu vingine vyote. Yaani mimi nawaza ndani ya nchi yetu inabidi tuzungumze kisinavyostahili. Wafanya siasa wote, civil society, twende kwenye hiyo imeitwa dialogue, kwa gisi tunaongelea ndani ya Kongo yetu, mazungumzo ya kitaifa. Ndiyo, mazungumzo ya kitaifa, na watu wote wawe humo ndani, matabaka yote yashirikishwe. Ndiyo.